Natoa wito kwa wadau wote, wawekezaji, wafanya biashara, wamiliki wa leseni za madini, wataalamu, taasisi binafsi na wananchi kuendelea kushirikiana na serikali kwa uwazi, uadilifu na uwajibikaji. Ushirikiano huu utahakikisha Watanzania wanapata ujuzi sahihi, rasilimali fedha kwa maana ya mikopo nafuu na miundombinu ya kuwezesha kushiriki kikamilifu katika sekta ya madini na kunufaika na rasilimali za madini. Kwa kipindi chote cha siku tatu tumeshuhudia mawasilisho na mafanikio ya kampuni za Kitanzania katika kutoa huduma bora migodini. Juhudi za taasisi mbalimbali za elimu kuandaa nguvu kazi inayohitajika, mijadala yenye tija, ushirikiano wa wadau na ubunifu wa mawazo kuhusu namna gani Watanzania wanavyoweza kushiriki kikamilifu katika sekta hii muhimu. Mafanikio haya ni ushahidi wa dhamira ya pamoja ya kuendeleza rasilimali zetu kwa manufaa ya taifa letu. Asilimia 98 kama mlivyosikia jana ya wafanyakazi wetu ambao kwa ujumla wa wafanyakazi direct wa Geita Gold Mining pamoja na wakandarasi wanafika 7,089. Asilimia 98 ni Watanzania, na kwenye management ya GGM asilimia zaidi ya 80 ya Watanzania. Kwenye in terms of compliance kwenye local content kwa manunuzi ya ndani kwa nusu ya kwanza ya mwaka 2026 malipo yaliyofanyika asilimia 95 yalienda kwa Watanzania, kwa kampuni za Kitanzania na asilimia 5 zilienda nje. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeishi kwa vitendo miaka 25 ya uwepo hapa Tanzania inaonyesha mchango wa sekta ya madini katika maendeleo ya nchi. Tunaamini kwamba wengi wanafahamu kwamba kampuni ya Geita Gold Mining kufikia sasa tunaajiri zaidi ya wafanyakazi 7,300. Katika hao asilimia 98 ni Watanzania, asilimia 88 ya management yetu hapa Tanzania na wengine wakiwa katika ukanda wa Afrika ni Watanzania, ni miongoni mwenyewe.